Kwa habari za uhakika na zenye mafunzo ya Kiafrika utazipata papa hapa ndani ya Kaka Ken 254. Kaka Ken 254, habari ni hapa. Huku leo ikiwa siku ya mazingira, wakazi wa Lamu wameungana kwa pamoja kupinga miradi ya uchimbaji madini pamoja na mafuta eneo hilo unaodhamiriwa kufanyika ndani ya Bahari Hindi. Mojawapo wa sababu kuu za kutokubali mradi huo ni kile wanachosema kuwa ni athari kwa uchumi samawati na viumbe vilivyomo ndani yake. Wameyataka mashirika yanayohusika na masuala ya mazingira kuungana nao ili kuhakikisha shughuli ya uchimbaji madini katika maeneo yao yamesitishwa mara moja. Ambao inaelekezwa kuja kwenye kaunti ya Lamu, na ni miradi ambao itakuja kuchafua bahari, na bahari yale ni mazingira ambao kuna rasilimali ambao kama jamii ya Lamu ama jamii ya pwani mzima tunategemea rasilimali hizo. Kwa hivyo endapo miradi hiyo itafanywa kwa bahari, basi mazingira yale yatachefuka. Kwa hivyo sisi kama shirika tumekuja hapa leo kusherehekea siku hii, kufahamisha ulimwengu mbanda plastiki, hata ile miradi mikubwa ambayo inakuja hapa Lamu pia ni miradi yataka pia ifanyiwe utafiti wa mazingira kisawasawa. Lakini sisi kama jamii ya watu wa Lamu tunaisherehekea siku kwa msiba mkubwa baada ya kusikia kwamba sasa jinamizi lingine lapangiwa kuja Lamu. Jinamizi hili ni uchimbaji wa mafuta, uchimbaji wa gesi na uchimbaji wa madini aina mbalimbali chini ya bahari. Tunazo habari kwamba kunasemekana kuna dhahabu chini ya bahari, kuna titanium nchi kavu karibu na bahari, na kuna madini nyingi ziko hapo. Hizi madini zote zikija kuchimbuliwa huku, na hizi ndo maeneo zetu za kuishi na kupata rasilimali baharini, inamaanisha kizazi cha watu wa Lamu ndo kinaanza kupotea. Twaomba sisi serikali na hao mashirika na kaunti yetu pia, kama hivi leo ni siku ambapo tumesikia ni jambo zuri na twaliunga mkono, kwa kuwa leo wataka kuondoa mambo ya plastic, kwa sababu plastic wanataka kuziondoa kwa ajili gani? Zinaharibu mazingira. Je, na hawa watu waliopewa maleseni kuja kutuwekea katika ufuo wetu mambo ya mafuta na magasi, si mazingira hii? Twaomba county, twaomba national, mtunge jamii ili serikali ya Kenya ipate kwenda mbele. So message ni moja, tunasimama na jamii ya Lamu kusema hatutaki kuona nchi inaenda katika maneno ya mafuta, ilhali tunataka serikali izingatie na iweke maanani transition kwa nishati ambayo inatoka kwa jua, inatoka kwa maji na kadhalika, ambayo ni safi, kwa sababu ukiangalia bomba la mafuta likikuja kutakuwa na pollution, kuna mambo ya oil spills ambayo kusema kweli sidhani tuko na hata uwezo wa kudeal nazo. Ukiangalia percentage kubwa ya maji yetu tegemea bahari. Kwa hivyo hiyo mafuta ikifanyika hapa katika mji wetu wa Lamu ni hasara kwetu sisi, kwa sababu mabwana zetu watakosa kazi, na hii itapelekea kwa wingi watakuwa wizi, wengine kwa wahalifu. Kwa hivyo tutapiga mbali huu mradi. Sasa mashirika ya kutetea haki za kibinadamu pamoja na wakazi wa eneo hili wameweza kuungana kwa pamoja ili kukomesha mradi huu ambao huenda ukatatiza shughuli za kiuchumi eneo hili. Nikiripotia mubashara shabaha kutoka hapa Lamu kisiwani, la kwangu jina niite Kaka Ken Masalam.